رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحدو النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuko kwenye aya ya 26 kuendelea katika silsila ya tafsiri ya suratul Anfal. Baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya 24 kutoa amri ya watu wajikinge na fitna ambayo haitawapata hasa peke yao wale waliojidhulumu, na kwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kutesa, na kwa kuwa dhalimu afanyapo dhalimu asipatilizwe, basi adhabu itakuwa ni yenye kuenea yote wote, kwa mujibu wa aya 24 tuliyotafsiri, kwa mujibu wa aya 25 tuliyotafsiri jana.
Aya 26 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh. Kumbukeni. Ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa awapa amri ya kukumbuka, na linalokumbukwa ni kukumbuka neema ya Mungu kwa Waislamu kwenye yote yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanyia toka tuanze kuielezea hii sura. Yale yote Mungu aliyowafanyia Waislamu, awapa amri ya wakumbuke neema zake. Wadhkuru idh antum qalilun, kumbukeni wakati mulipokuwa wachache, mustadhafuna fil ardhi, mukifanywa wanyonge katika ardhi na makafiri, takhafuna an yatakhatafakumun nas, mukawa munaogopa watu wasiwanyakue, mukawa muogopa nyinyi kunyakuliwa na kunyakuliwa vitu vyenu na mali yenu na watu waliokusudiwa ni makafiri. Faawakum, Mwenyezi Mungu akawapokea, wa ayyadakum binasrihi, na akawaayidi nyinyi kwa nusra yake, kwa maana akawapa nguvu. Warazaqakum minat tayyibati, akawaruzuku nyinyi katika vizuri, la'allakum tashkurun, ili mupate kushukuru. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la takhunu Allaha, musimukhini Mwenyezi Mungu, musimukhini Allah, musimfanyie Allah khiana. Warasula, na mtume, musimukhini Mungu na mtume. Watakhunu amanatikum, na kukhini pia uaminifu wenu kwa yale ambayo nyinyi mumeaminiwa. Wa antum ta'lamuna, hali ya kuwa nyinyi mnajua kuwa hayo ni makosa, mtu kumfanyia Mungu khiana, kumfanyia mtume khiana. Na khiana zilizokusudiwa Waislamu watukufu ni khiana zinazopatikana katika vita, kwa sababu ni sura ya vita. Tayib, wa'lamu, kisha jueni, annama amwalukum, kwamba mali zenu, wa auladukum, na watoto wenu, fitna, ni fitna, ni mitihani. Wa anna Allaha indahu ajrun adhim, na hakika Mwenyezi Mungu kwake ndiko kwenye malipo makubwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in tattaqullaha, iwapo mutamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lakum furqana. Katika baadhi ya wanatafsiri wasema Mwenyezi Mungu atawapa nyinyi usahali na kuwafungulia nyinyi mambo na kuwawezesha nyinyi kufarikanisha kati ya haki na batili tu, iwapo utamcha Mungu. Kwa hivyo hata ukimcha Mungu, imewekwa sharti hapo, Mwenyezi Mungu atakupa ufunuzi wa kufafanukiwa na la sawa na lisilokuwa la sawa, la haki na batili. Ikiwa unataka ufunuzi huo, nche Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa neema hiyo. Isitoshe, wa yukaffir ankum sayiatikum, atawasameheni na dhambi zenu. Wa yaghfir lakum, awaghfirina nyinyi. Wallahu dhul fadli alazim, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fadhila zake ni kubwa sana. Hii ni aya 29 katika suratu Al-Anfal, kuanzia 26 mpaka 29. Tayeb, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ufupisho wa hii tafsiri ni kwa kuwa awaamrisha Waislamu wapiganaji wakumbuke fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza fadhila za Mungu kwa uchache wao, jinsi walivyokuwa wachache, Mwenyezi Mungu akawakithirisha. Aliwakithirisha kwa kuwaayid na kwa kuwapa nusra, mara mpaka kuja majeshi ya kutoka mbinguni. Ile ni neema. Waambiwa kumbukeni uchache wenu, tena uchache ambao mulikuwa madhaifu. Kumbukeni neema za Mungu wakati mulipokuwa wanyonge, makafiri wakiwafanya madhaifu, wakiwafitini na dini yenu, wakiwapata kwa kuwaudhi na kuwafanyia kila namna ya makuruhu, mpaka mkawa munaogopa nyinyi kunyakuliwa vitu vyenu na nyinyi kutekwa hasa, bali mpaka kuuliwa. Mwenyezi Mungu akawapa makao
faawakum binasri, Mungu akawapa makao, na kuwapa makao mkuwakinga na maadui yenu wakati mulipoamuriwa kutoka Maka kwenda zenu Madina. Akawapa msaada vile vile, akawapa nguvu katika vita vya Badr, tena nguvu zile za hali ya juu. Akawaruzuku katika vizuri, kusudio lake ni kuruzukiwa ghanima. Ile ghanima, mali mlioyapata kwa makafiri, pia ikawa ni katika vizuri, halalan tayyiban kwenu nyinyi. Na hili la ghanima lilikuwa bado halikuhalalishwa kwa umma yoyote kabla, ili tu mupate kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lengo la kutakiwa kukumbuka hii neema ni kuwa wao kabla ya kudhihiri Mtume SAW walikuweko katika kikomo cha mwisho cha udhila na udhaifu, lakini baada ya kudhihiri Mtume SAW walikuwa kwenye kikomo cha mwisho cha ezi na cheo. Sasa ikiwa yote haya yalipitika, ndipo ikaja ile nidaa ya kuambiwa, enyi mulioamini, musifanyie khiana Mungu na mtume. Hamuna haki ya kumukhini Mungu na mtume katika vita nyinyi. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawafikisha hapo mulipofikishwa kwa neema zake, musifanye khiana kumfanyia Mungu na mtume, na mukakhini uaminifu wenu wote muloaminiwa na Mungu juu ya dini hii, hali ya kuwa munajua mulofanyiwa na Mungu, na munajua kuwa khiana kuwa si jambo zuri. Kisha jueni musije mukafitinika pia. Jueni kuwa mali zenu na watoto wenu ni fitna, na ikiwa mali na watoto ni fitna, amri ya aya ya 25 ya jana ni wattaqu fitna, jikingeni na mujikinge na fitna ambayo isije ikawasibu wote kwa sababu ya kutenda na watu fulani. Hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna, na Mwenyezi Mungu kwake ndiko kwenye malipo makubwa. Toib, ni ufupisho wa hii tafsiri ya aya ya 26 mpaka aya ya 29 katika suratu Al-Anfal. Kwenye wanavyoni wa tafsiri ambao wanatufungulia mambo wazi katika aya hizi tulizozitafsiri leo, kwanza tunamshika Tabari katika tafsiri yake kubwa Jami'ul Bayan, asema wa hadha tadhkiru min Allahi azza wa jal, huu ni ukumbusho wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Hii kuambiwa wadhkuru, kumbukeni, idh antum qalilum mustadhafuna fil ard, ni ukumbusho wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu azza wa jal, kuwakumbusha ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuwakumbusha masahaba za mtume, rehma na amani zimshikie yeye, wa munaswaha, na pia ni kunasihiana huku. Nasaha pia hizi zinatoka. Yaqulu, asema Allah tabaraka wa taala, atii'u Allah. Angalia, hii ni silsila za aya za nyuma za kukumbushwa hawa wapiganaji neema nyingi walizozipata kwenye vita vyao. Kwanza ilitoka amri, atii'u Allah wa rasulahu ayyuhal mu'minun, mtuini Mungu na mtume wake enyi waumini. Isitoshe wakaambiwa wastajibu lahu idha da'akum lima yuhyikum, mjibuni mtume awaitapo nyinyi kwa lile lenye uhai nanyi, lile jambo ambalo lina uhai, kwa kuwa mtume akiwaita amewaita kwenye jambo la uhai, tena uhai wenu. Kisha ile katazo, wala tukhalifu amrahum, usikhalifu amri yake, kwa maana usikhalifu amri ya mtume. Wa in amarakum bima fihi alaykumul mashaqqa washidda, hata kama mtume atawaamrisheni nyinyi jambo ambalo lina mashaka, lina dhiki, lina na shida, fa inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, tafsiru Tabari inasema hivyo, hakika Mungu yuhawinuhu alaykum, atawasahilishia nyinyi ile amri mliopewa mkaiona ni nzito, basi nyinyi ifuateni tu maadamu ni amri ya mtume, kwa sababu Mwenyezi Mungu atawasahilishieni nyinyi. Kwa nini awasahilishie? Bitaatikum iyahu, kwa kule nyinyi kumtii mtume tu. Hata amri kama ni nzito namna gani, maadamu mumeamua kumtii, basi Mungu atalisahilisha lile ambalo mnaliona ni zito. Wayaj'al lakum minhu ma tuhibbun, atawajalia nyinyi
minhu kutokamana na twaya kumtii mtume, ma tuhibbuna, lile munalolipenda. Maadamu mmesimama kumtii, Mwenyezi Mungu atawafanyia lile munalolipenda. Kama faala bikum, kama jinsi alivyowafanyia nyinyi. Idh amantum bihi, wakati mulipomwamini nyinyi, mulipomwamini Mungu, na Mungu awafanyia mengi sana. Na mulipomwandama mtume vile vile Mungu kawafanyia mengi sana. Idh amantum bihi wattaba'tumuhu, na kumfuata yeye. Wa antum qalilun, na wakati huu nyinyi ni wachache. Kwenye uchache wenu Qur'ani inasema yastadhifukumul kuffaru, makafiri wakawa wanawafanya wanyonge, wanawafanya nyinyi madhaifu. Fayaftinunakum an dinikum, wakawa wanafitini katika dini yenu. Ni kweli Waislamu wamefitiniwa kweli kwenye dini, lakini walipokita kwenye msimamo wa amri ya Mungu na mtume ni pale walipofika. Na leo twafitinika zaidi hata kushinda walivyofitinika waliokuwa kabla yetu. Wanawafitini nyinyi katika dini yenu. Wayanalunakum bil makruhi, na wanawaletea kila makruh, wanawapata nyinyi kwa kuwafanyia kila la makruhu. Fi anfusikum wa a'radikum, kwenye nafsi zenu hata kwenye heshima zenu. Tabari yasema, kisha ikafikia kiwango nyinyi Waislamu, takhafuna minhum, munaogopa kwa makafiri, an yatakhattafukum fayaktulunakum, wasije wakawanyakua kisha wakawaua. Faawakum, Mwenyezi Mungu akawapa makao, kwa maana ja'ala lakum ma'wa, Mwenyezi Mungu akawajalia nyinyi makao, ta'una ilayhi, ya kuweza kushukia na kukaa kwenye makao kama hayo. Minhum, kutokamana na maudhi ya makafiri. Wa ayyadakum binasrihi, akawaayidi nyinyi kwa nusra yake, kwa maana Mwenyezi Mungu akawapa utetezi, akawaayid, akawapa nusra. Wa qawwakum binasrihi, akawapa nguvu kwa nusra yake. Alaihim, juu ya hao makafiri. Hatta qataltum minhum man qataltum bibadr, mpaka mukawaua muloaua katika vita vya Badr. Zote hizi zilikuwa ni taayidi za kutoka kwa Mungu. Isitoshi, kwenye neema ya Mungu mumeua katika makafiri mulojaliwa kuwaua. Warazaqakum minat tayyibati, akawaruzukuna katika vizuri. Na razaqakum minat tayyibati ni ile wa at'amakum ghanimatahum halalan tayyiba, akawalisha nyinyi, akawapa nyinyi chakula, na kusudio ni zile ghanima zao, ghanima za makafiri kwenu ikawa halalan tayyiba. Na nafikiri tulieleza hikma yote kuanzia vita vianze vya Badru kwa kugeuka msafara wa Ir, kusimama kikundi cha An-Nafir, na Mungu kuwabadilishia Waislamu ghanima ambao ni kubwa zaidi kuliko yale mali ambao walitakiwa waashike Abi Sufyan. La'allakum tashkuruna, ili mupate kushukuru, na mwanadamu hana shukurani. Wa qalilun min ibadi ash-shakur, wachache katika waja wangu wenye shukurani. Yote hayo Mungu kayafanya ili tu mupate kumshukuru. Likay tashkuru ala ma razaqakum, ili mupate kumshukuru kwa kile alichowaruzuku nyinyi. Wa an'ama bihi alaykum, na kile ambacho amewaneemesha nyinyi. Min dhalika, katika kila alichokuneemesha, na mengineo. Wa ghairihim min ni'amihi indakum, na mengineo katika neema zake Mungu ambazo ziko kwenu. Na kipindi hiko cha Mungu kusimulia haya na kuwakumbusha Waislamu kuwa hii ni neema ya Mungu, mwataka yani mumshukuru, ni kipindi ambacho Waislamu walikuwa wana hofu ya kunyakwa na makafiri, kunyakwa vitu vyao, bali mpaka wao kuuliwa. Yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawahifadhi Waislamu na kuwapa nusra. Alitakalo Mungu kwa hawa wapiganaji ni kumshukuru tu, na kumshukuru si mujarradi wa mtu kunena alhamdulillah ala hadhihi ni'am, si mujarradi hivyo. Kushukuru mkuzidi kutenda kwa mujibu ya alivyofanya mtume, au kwa mujibu wa alivyoelezea mtume kuhusu kushukuru.
Mtu kushukuru si kunena alhamdulillah peke yake, lakini hapa na popote ukiambiwa watakiwa ushukuru kwa neema za Mungu, huwa unatakiwa uzidi kukaza kamba kutenda, kwa sababu kushukuru ni kuzidi kutenda. Si kushukuru alhamdulillah, Mungu amenipa hiki alhamdulillah, basi ukafunga swala. Ni kwa kuwa uzidi kutenda. Si Mtume sallallahu alaihi wasallam alisamehewa dhambi zote, ma taqaddama min dhambi wa ma ta'akhara, alaysa kadhalik? Lakini juu ya yote hayo akisimama visimamo vya usiku mpaka miguu yake kifura, mpaka jamaa wakimwambia wewe kwa nini kuitabisha na Mungu ashakusamehe? Alisemaje? Sifai kuwa njia wa shukurani. Hii dalili ya kuwa mtu kushukuru si kufunga mikono kwa kuasha kamilishiwa kwa alitakalo. Mtu kushukuru ni kuzidi kutenda, ili kila ukizidi kutenda Mungu akuzidishie ile neema. La in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Na wakati huo nyinyi muogopa musinyakuliwe na makafiri wa Kikureish na viongozi wao, na yote haya ilikuwa ni kabla alhijra, Waislamu au vikosi vya Kiislamu vikitaabishwa hivyo na makafiri. Tabari asema wa hadhihi al-ayatu, aya hii nazalat fi yaumi Badri, ilishuka kwenye vita vya Badr. Aya gani? Kumbukeni mulipokuwa wachache wa makafiri wakiwafanya wanyonge, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa makao na akawaayidi kwa nusra yake. Aya hii Tabari yasema imeshuka katika vita vya Badr, na ni kweli, kwa sababu Waislamu kwenye vita vya Badr walikuwa ni wachache sana, lakini baada ya hapo ikathubutu si wachache, ilikuwa ni idadi chache, imani nyingi. Na juu ya kuwa imani nyingi, kisha vikaletwa na vikosi, hasa namba ya Waislamu ikawa ni kubwa zaidi hata kushinda makafiri. Kanu yaumaidhin yakhafun, siku hiyo ya Badr Waislamu walikuwa yakhafuna yatakhattafahumun nas, makafiri wasije wakawacheka na kuwanyakua. Faawahumullahu, Mwenyezi Mungu akawapa makao. Wa ayyadahum binasrihi, Mungu akawapa ta'yid, akawapa nguvu kwa nusra zake. Pia kuna wanavyoni waliosema aya hii iliteremka kwa sababu ya Faris wa Rum, wa aula al-aqwal ni hii ilochangulia, kama Qatada jinsi anavyosema. An Qatada asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa asema wadhkuru idh antum qalilum mustad'afun takhafuna an yatakhattafakumun nas. Asema hivi Qatada, kana hadha alhayyu min alarab, ulikuwa mcha huu wa Waarabu, yani kuthibitisha kuwa hii aya imeteremka ikiwahusu watu wa Badr, haiwahusu wengine. Ama hata ikiwahusu wengine itakuwa asli ni hii, sisi tuitumie tu kwa hukumu iwe ni shamil kwa kila alofanywa mnyonge kisha akapata nusra. Bila shaka na haya yako katika Qur'ani kama ambavyo nitawabainishieni japokuwa kwa mfano mmoja. Qatada asema kana hadha alhayyu min alarab, ulikuwa mcha huwa wa Arabu, adhalla nasi dhullan, walikuwa madhalili wa watu, walikuwa watu madhalili kweli kweli. Wa ashqahu aisha, na walikuwa na maisha duni, maisha ya kuwasumbua kweli kweli. Na ni kweli ukisoma tarehe ya Waarabu. Wa ajwa'ahum butuna, na walikuwa na njaa kweli kweli, walikuwa ni watu wa njaa. Qatada hadithia. Wa abyanahu dhalala, na walikuwa na upotevu ulowazi. Ni kweli Waarabu walikuwa hawakupotea taratibu, kwa sababu ndio wale kijahilia walizika mpaka watoto wao, au sivyo? Walizika mpaka banati zao, na katika miongoni ni Umar bin al-Khattab. Lakini changamoto iko kwenye Umar alinzika binti yake Hayyan, lakini Umari huu leo wewe kila kitajwa husema radhiallahu anhu, ilikubaliwa toba yake, Kwa hivyo kila Umar akitajwa radhiallahu anhu, hakuna mushkili hapo wangwana. Kwa hivyo mtu akifanya kosa akirudi, Mungu mpokea.
Sasa ikiwa Mungu mpokea, muateni Mungu apokee vaja vake. Nini si miungu? Ini si miungu, ketini tu ardhi mungoje ruzuku za Mungu. Lakini swala liko kwenye mbona alo samehewa mpaka na Mungu, ini bado hamutaki kubali toba? Ini mbani kweli? Si Umari yule ambaye alikuwa humtimbia kaburi binti yake, mtanga wa kaburi hunrukia Umar binti yake kwa imani, maskini huntambua ntanga kwenye ndevu zake, kwenye nini yake, na ntanga hutimbwa taka kuchiwa yeye, kisha akangeukia akamzika. Ndilo lile Umar akasema, mimi kwenye maisha yangu yote mawili, kikumbuka moja huteka na kikumbuka moja kilia. Moja akilikumbuka akiteka, asema ni lile mimi niko majangwani huko na kijiungu changu na chachende, mara kashikwa na ndaa. Kishikwa na ndaa sina chakula, kantukua Mungu kankacha iguu, kankacha mkono, kankacha kitwa, kanla Mungu nzima. Sasa mpaka leo mimi kikumbuka, asema Omari katika maisha yake, huwa kijicheka kwamba kwa mwanadamu akipotea si nyama yoyote, kama yale tulizozungumza kwenye aya za nyuma katika suratul Anfal. Ama lingine kilikumbuka mimi hulia ni hili, nilikuwa na binti yangu mzuri anipendaye, yule binti nimechukua pori huko na itimba kaburi kwa imani ya binti yangu, mchanga unanirukia, yeye hunitambua kwa imani, mimi mbabake maskini, kisha kangeukia kaenda kafanya nikamzika. Kila kilikumbuka hili hulia. Lakini Umari huyo ni khalifa wa pili wa Mtume, na ni katika wale watu ambao ni wa mbele wa kuingia peponi. Toba ilikubali. Au hivi sasa uko kwa kijana hodari utasema kwamba hapana, alikula chende shirki, fanya ushirikina, alikuwa ula chende Umar bin Khattab, alizika? Hapana. Kuna dhunubi bana yateni kurengwa. Kuna kitu itwa jibalu dhunubi, majabali ya madhambi. Baada ya kuweko majabali ya madhambi, Mungu akaweka sailul ghufrani, seli kikwetu, seli mafiriko, maji mengi, au sio? Isiusema hivyo kibajuni. Kwa hivyo ikiwa kuna majabali ya madhambi, kuna na mikondo na mito ya msamaha na mito ya misamaha mingi kuliko ukubwa wa majabali ya madhambi. Ndipo Umari makosa alipofanya hivi sasa yeye wa kwanza kuingia peponi. Basi geuzeni dira, munche Mungu. Mkimuona mtu amekosea amerudi nyuma, mtakabali nyinyi, mtakieni Mungu aikubali toba yake, na nyinyi mutanazal, musiwe Rabbu samawati amenkubali mtu msamaha wake, nyinyi bado tu ule bado ule bwana ule bado kafiru. Tumeelewana vizuri sana. Lakini ni uchache wa mabadi hivyo. Kila tukenda tukirudi katika sherehe za tafsiri tutarudi, akbaru mushkila ni mabadi ya ulumi za sharia zikitoweka kwa mwanadamu, mashakili mara nyingi huwa ni mengi sana. Sasa basi asema Qatada, ili kuangazia kuwa hii aya sababu yake ni hunja ambao waelezea Waarabu kabla hivi walivyo, jinsi walivyokuwa. Asema walikuwa na upotevu wa uwazi, na aloishi ilikuwa maisha yake ni maisha ya dhiki kweli, ya kufanya vikapu na vitumba, kwenda kuuza na teo ili kupata ruzuku zao. Ndio maisha yao jinsi walivyokuwa jamani. Mbali wengine kuweko mashamba, na mwenye kufa katika wao, basi hata ule aliyekufa pia hukumiwankana kijitu tu kimepicha kwa yani maisha ya dhiki juu ya dhiki. Wakawahuliwa wao hawali, kwa maana hunyang'anywa, mafahamu, na kufanywa kila namna ya udhila. Lakini asema pia, Katada asema siku wallahi na hapa kwa Mungu, hatujui kabila ambalo lilikuwa likizuiliwa na kunyimwa katika ardhi siku hiyo, ambao walikuwa na maisha ya shari na daraja duni kama mchaa huo. Maana hawakusudia Waarabu, ndugu zanguni. Hatimaye Katada asema hatta jaa Allahu bil Islam, mpaka Mungu alipokuja na Uislamu. Haya, sikiliza kazi ya Uislamu. Mpaka Mungu alipokuja na Uislamu, famakkana bihi fil biladi, akaumakinisha Uislamu kwenye miji,
wa wasaa bihi fi rizqi, akakundua riziki kupitia kwa Uislamu, waja'alakum bihi mulukan ala riqabi nnasi, kisha akawafanya nyinyi kwa Uislamu ni wafalme juu ya shingo za watu. Yani Mungu akawafanya watawala, wafalme juu ya shingo za watu baada ya kuwa mulikuwa wadhalilifu. Qatada endelea kusema, fabil islami, kwa kupitia kwa Uislamu, a'ata Allahu ma ra'aytum, Mungu amewapa hayo munayoyaona. Hayo munayoyaona Mungu kawapa kwa ajili ya Uislamu. Kwa hivyo litakiwalo jambo gani? Fashkurullaha ala ni'amihi, mshukuruni Mungu kwa neema zake. Fa inna rabbakum mun'imun, hakika Mola wenu ni mun'imun. Mun'imu, Mola wenu ni mwenye kuneemesha. Yuhibbu shukra, tena Mungu apenda kushukuriwa, apenda kushukuriwa na apenda shukurani, kwa kuwa yeye Mungu katika majina yake ni shakurun. Sasa yeye Mungu kwa kuwa jina lake ni shakurun, akaweka na wanadamu hufaa wawe na shukurani. Na kama mwanadamu ni wa kushukuru, wa kwanza afao mwanadamu kumshukuru ni kumshukuru Mungu wake alompa pumzi ambao huwezi kuzilipa, alokupa miguu ambao huwezi wewe. Ukikosa mguu, hata teknoloji hapa ilipokoma, lakini urongo wenu hupati mguu sawa na mguu alokupa Mungu. Ukikosa mkono ukapewa mkono, urongo wenu mkono ni ule ule wa Mungu, ndio mkono. Sasa huu Mungu alotupa hizi hufaa mwanadamu awe ni mwenye kumshukuru, wa ahla shukri, na awe ni mwenyewe ni katika watu wa kushukuru, fi mazidi min Allahi tabaraka wa taala, katika kule Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kuzidisha, kwa kuzidisha ambako kwatoka kwake Mungu, kwa sababu kila mwenye kushukuru wallahi Mungu mzidishia neema, na mwenye kukufuru hunyimwa neema. Kwa hivyo wataka neema zikithiri, mshukuru Mungu kwa neema zake nyingi sana. Sasa kisha asema baada ya tafsiri makala haya, wa aula alqawli fi dhalika indi bisawabi. Tabari yasema kauli ambayo ni aula zaidi kwangu kuiona sawa, qawlu man qala, ni neno la wale walonena, unia bidhalika, aya hii, kumbukeni mulipokuwa wachache mukifanywa wanyonge katika ardhi, makafiri wakiwanyakua nyinyi, Mungu akawapa makao. Aya hii yasema inawahusu mushriku Quraish, washirikina wa Quraish. Kauli ambayo ni aula bisawabi kulingamana na alivyosema Tabari katika tafsiri yake, lianna almuslimina, asema kwa sababu Waislamu lam yakunu yakhafuna ala anfusihim qabla alhijra min ghairihim, hawakuwa waiogopea nafsi yao kabla hijra kuliko kuogopea wengine, kuliko hao makafiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu makafiri walikuwa namba yao kwanza ni kubwa, na Waislamu walikuwa ni wachache, na mji wa Maka ulikuwa uko mikononi mwao, na wao wakifanya ndio masayid, masada, Maka ni yao. Kwa hivyo mtume na wafuasi wake ni wanyonge. Ndipo hata wakatukua huja ya kuwa nyinyi mwankubali mtu ambaye wafuasi wake ni wanyonge. Na hii lugha ilitumika kutoka wakati wa Firauna, kama jinsi tutachukua nubdha tu ndogo ya kuunganisha na haya. Nyinyi mwamwamini na kumfuata mtu ambaye wafuasi wake ni wanyonge. Tabari endelea kusema hii ndio kauli ambayo ni aula zaidi kwangu mimi, kwa sababu ndivyo jinsi Waislamu walivyokuwa Maka na makafiri jinsi walivyokuwa na idadi chache ya Waislamu. Kwa hivyo makafiri wakatukua nafasi, wakawatesa, wakawasumbua. Mungu kwa neema yake, faawakum ila al-ansari bil Madina, akawapa nyinyi makao kwa Ansari Madina huko, kwa maana mukalazimika kugura kutoka Maka kwenda Madina. Wa haulai ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
na hawa masahaba za Mtume Muhammad rehma na amani zimshukie, ayyadahum binasrihi yaumi Badr, Mungu aliwapa taayidi kwa nusra yake siku ya Badr, na kila mmoja afahamu walipata taayidi, walipata utetezi siku ya Badr. Isitoshe, wa at'amahum ghanimatahum, akawalisha wao, kwa maana akawapa wao chakula kutokana na ghanima zao. Ghanima za makafiri ikawa ni halali kwa Waislamu, halalan tayyiba. Tena vitabu vya tafsiri kasema ni halalan tayyiba, na ni mali ya makafiri, lakini kwa Waislamu ikawa ni halalan tayyiba. Tayyib, likay yashkuru, Tabari yasema ili tu wapate kushukuru, ala ma razaqahum min ni'amihi, kwa kile ambacho Mungu amewaruzuku wao kutokamana na neema zake. Sasa ikiwa mwatakiwa mshukuru kwa neema nyingi ambazo Mungu kawaneemesha nyinyi, akawataka nyinyi mwende mkaushike msafara wa Abu Sufyan, na ni msafara wa mali, Mungu kutaka kuwafanyia ni ghanima, mchukue nzenu, hamna wasiwasi wote. Hapo hapo kisha Mungu kaukimbiza msafara wa Abu Sufyani, ukapata nusra, Waislamu wasiweze kuushika msafara. Mukageuziwa dira kuwa haya sasa, badala ya msafara ni kikundi kilichokuja kuhami msafara wa Abu Sufyan, mupambane nacho. Zote ni hikma na ramani za kutoka mbinguni, ya kuwa mali ambao mungeliyapata katika msafara wa Abu Sufyani, basi hautakuwa na natija kubwa kuliko mali mutakaoyapata mukimaliza kupigana vita vya Badr. Sasa ikawa Mungu anawatakia Waislamu ghanima kubwa kwa kucheleza ule msafara wa Abu Sufyani usipatikane na Waislamu, ili waje wapambane na kikosi ambacho hawakufikiria watapambana nacho, ili ipatikane ghanima kubwa kuliko ile ambao ni biashara ya nani? Ya Abu Sufyan. Sasa angalieni ndugu, huu ni muungano wa aya zilizopita zilizotafsiriwa. Ndipo kwa jumla sasa Mungu kaweka sharia hii, yani Mungu kuwafanyia yote mpaka kufikia hapo, ni kwa kuwa kuna kitu hakitakiwi mfanyiwe, mukifanye nyinyi kwa Mungu na mukifanya mutakuwa mumefanya makosa sana. Ipi? Angalia, warudisha tena kwenye biashara. Mafhumu? Angalia na warudisha tena kwenye ale maafikiano ya biashara tuliyokubaliana mimi na nyinyi. Ndipo hii ni dai kaunga kwa kusema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la takhunu Allaha, musimukhini Mungu. Nini? Mbona kwanza kawaambia mmewapa natija hii, kawageuzia hili, kawapa hili. Mulienda kushika msafara, na msafara ilikuwa ni kushika kwa mikono tu, ulikuwa hauna silaha, na nyinyi hamukujiandaa na silaha. Ikageuka mambo, kikundi cha silaha kuja kuhami msafara, nyinyi hamuna silaha, hamukujiandaa. Mungu akawaambia hapo hapo musonge na wao, mukasonga na Mungu akawapa nusra. Linalotakiwa ni kwenye hii biashara niloafikiana na nyinyi ikosekane kitu kinachoitwa khiana. Yale niliyoambia kwenye aya za nyuma, biashara inataka uaminifu na biashara haitaki khiana. Ikiwa biashara yako mtu kwa mtu, unatakana uaminifu uwe ni wa hali ya juu. Ni hayo Mtume kafikwa hapa shekhe, na ni watu wako katika ndani ya safu za Mtume. Itakuwa kwenye karni yetu hii, mwaka tulionao 2013, watu vanafiki kama nini, vanafiki kweli. Mwana umuonaye ni mujahidi, mwana harakati nini, nafiki wa mwisho. Vifo vyote vimetokea kwa unafiki ulojaa ndani ya mujahidina hawa vechu. Lakini sasa kisha ramani hulekezwa mbali, na hali ya kuwa maovu yametokea hapo. Haya yametoka zama zilizopita, zama za sasa, au sivyo? Lakini sasa nasema kwamba ni makosa yalitokea na hutokea, endelea kutokea, kwa sababu haturekebishani. Mimi utungu wangu ninaosema mashekhe tele Mombasa hii, mashekhe tele, maduati tele,
talabatu ilmi tele. Wallahi ikiwa kila mtu aliweka nia ya kwamba lengo nkusahihisha mambo, tungefika hapa tulivyofika. Shekhe, kuna maduati sio mchezo, lakini maduati pono wa kuzungua tu na kutoa watu majini, basi ndio jihadi yao. Lakini maduati walioko kwenye Mombasa hii, kama kila mmoja anachukua doria yake kumpa mwenzake na saha tu, lakini wallahi nakwambia kuna katika maduati kosa likitendeka hapo hawezi kutoa sauti, ni usuluhifu mwingi tu. Kunena shekhe akifa tutakufa sote, na leo mpaka leo wachi wako hayo kupiga muhogo, na shekhe mwaka mwangapi uko kaburini, usimamo kwendeni zenuni huko chichi ya utungu tu. Mbona mkufa? Mbona hawakufa wa mashekhe walowapa kwamba kuwa shekhe ikipita faradhi basi na sisi tutakufa sote? Uyambo kufa wafanya matezo wa kufa. Lakini tunasema Mungu anlipe kwa aliyotenda, na ikizidi Mungu amrahamu ndio kuombea. Lakini sasa si macho yetu yako kwa hawa wanafiki walokuwa na masauti kufa sote tutakwenda. Wapi? Nini unafiki mwingi? Na ni ile kuwa kila dai hachezi doria yake katika kufanyia tashihi. Tuna mabarobaro wangapi ambao wana shahada za thanawi jamani? Na mtu anisahihishe, kwa sababu mimi sipendi maneno ya nje. Nataka baada darasa mtu shujaa wazi wazi, au sivyo? Ndio Uislamu, ndio dini. Tuna watu thanawi wangapi katika Mombasa hii? Wengi ustadhi, au sivyo? Tuna watu waliotakharaji kulia wangapi? Tuna watu hakwenda thanawi mutawasit wangapi? Kuna wangapi waliosoma tu halakati tu za katika misikiti tofauti hivi sasa wanavioni pia? Wangapi? Swala hufanya nini? Mkweli ikiwa walizungukwa hawa mashababu wote kwa kutaka kunyoshwa itakiwao, na kila mmoja akachukua doria yake kutoa nasaha na kumpa mtu miongozo, hali ingekuwa hali ilivyo. Lakini na walounga nkao katika mashekhe, na walounga nkao waliunga hawa, na mvalimu wakaunga hawa za nafsi, basi ikawa hupichika, huchendeka, huneneka, hundarandarika, mambo yakawa hani haya yalivyo. Hii ni dini, na dini ni amana, na hii ni amana ya Mungu. Ikiwa dini ni amana ya Mungu, ni lazima amana ya Mungu ichukuliwe kama atakavyo Mungu, si kama utakavyo wewe. Tumeelewana vizuri sana? Kiufupi, hakujafanywa kazi kwa sababu watu wa kuogopa lawama nyingi. Na ulimwengu wetu huu, kila shekhe atakaonekane ndiye mwenye msimamo katika hili swala la jihad. Tunataka Mungu atujue sisi kama tuna msimamo, hatutaki msimamo. Hatutaki tujulikane na watu wala na vijana ambao aktharuhum munafiqun bal aktharuhum kuffar. Tumeelewana vizuri sana? Mambo yameharibika hapa. Sasa liharibika wala uchengezi, watu warudi nyuma. Hebu kila dai achukue position yake kisawasawa, bighadhi an-nadhar, afumbe macho kuwa anataka usawa. Tuangalie Mungu tatia taufiki mahati taufiki. Wallahi mambo kusikitisha ukiangalia haya. Asema havo walijidhihirisha wakati wa Mtume. Wakati wa sasa tuna wanafiki wangapi? Hata hakuneneki sheke. Tunyamazeni, tuendeni tu sasa, kila mmoja awe ashike kitabu cha Hisnul Muslim, abe usoma Mwenyezi Mungu amuhifadhi, Mwenyezi Mungu amuokoe. Basi tumeelewana sana. Haya, kisha asema pia wanafiki la Mungu kusema musimukhini Mungu na mtume, yadulisha kuwaparamani washirikina kuhusu mipangilio ya Waislamu na kuwaelezea yale yalofichwa na Waislamu katika habari zao. Hapo tunala kunena hapo? Naam. Hii hutafsiriwa ni aya wakati huo ya kwa Mungu kusema jamani mulioamini musimukhini Mungu na mtume, mukakhini uaminifu wenu, tumeaminiana kwenye biashara hii ya jihadi, nyinyi kunipa nafsi zenu na mimi wape pepo. Kwa hivyo ni lazima uaminifu, musifanye khiana. Kukawa mipango hutoka inaopangwa na mtume
yakifikishiwa nani? Makafiri. Sasa wakati wa Mtume, sasa utanambia nini? Nani aliokoka? Nani mwenye kibali hiko kwa kuachi mimi tahara siri na zidhabiti? Vana wetu waiva kudhabiti siri? Vijana wetu hawa mashababu wetu wa hapa Mombasa wajua kudhabiti siri? Waongo watupu, hawajui kudhabiti siri, hawana mabadi wala hawajui miko ya kivita. Ndipo ukaona la asubuhi ya leo hujulikana alasiri ya leo. Leo asubuhi, alasiri tayari lishajulikana. La alasiri lajulikana baada lishai, masaa 24 watu, na anayekutunza ni adui, na Muislamu huku ndiye anayepasia kila mambo. Hizo jihadi zilizoko Mombasa tutanyua kitwalini sisi. Rudini suratul Anfal. Tena kama ambavyo mimi nilitoa wazo ya kuwa naomba wale mujahidina wote katika mashekhe wavatafsirie vana mashari ula ashwaq, pia natoa tena ni wazo, au sio jamani? Ni shauri. Nataka kila ambaye ana harakati za jihadi katika mashekhe aitafsiri suratul Anfal. Afanyeje jamani? Afanyeje? Watu kisema hivyo nifanya ni wazimu wangu, lakini nasema nawaomba waitafsiri, nawaomba waitafsiri. Itafsiriwe itakiwavyo kutafsiriwa, kisha uwate hawaza nafsi, uiache sura tu yenyewe. Mafumu? Tusendeni tuki hawana kibaharia, na mambo ndio haya na unafiki ndio huu. Tusonge mbele. Ukitaka utauliza hapo baada ya kuzimaliza hizi aya. Hadhihi al-aya, angalia kisha sema wanavyoni aya hii: enyi mulioamini musimuhini Mungu na mtume na mukahini uaminifu wenu. Nazalat fi munafiqin, ilishuka kwa mnafiki. Kataba ila Abi Sufyan, alomwandikia Abi Sufyan, yutli'uhu ala sirri almuslimin, akimfahamisha yeye siri za Uislamu, amfunukia siri za Uislamu. Na hii ni riwaya ya Jabir bin Abdullah anna Aba Sufyan kharaja min Makkah. Aba Sufyan alitoka Makkah. Alipotoka Makkah enda kwenye pirika hizi ambazo kisha hatimaye kulitoka kikosi kwenda kukikekecha kikosi cha Abu Sufyan. Faata Jibrilu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Jibrili akamjilia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema, inna Aba Sufyan fi makani kadha wa kadha. Mafhum? Jibrili akamwambia mtume, Abu Sufyan uko pahala kadha na kadha. Fakhruju ilayhi, mtokeeni mfuatieni. Waktumu, lakini ficheni. Wallahi mimi ninavyosema, kama sisi tunaimswafu, mtu anayesema hivi ninavyotafsiri toka nianze suratul Anfal, mimi naomba yoyote tupambane naye pahala popote, sawa, kabla hii Ramadhani haijaisha. Yani aje na tafsiri yoyote, sikunkusudia mtu, mukijaza mutajaza nyinyi wenyewe kwa kupenda fitna, lakini nasema yoyote toka nianze hii sura mpaka hapa nilipofika, anayeona kwamba bado kuna mulahadhat, kuna makosa mengi, bali sura haitafsiriwi kama itakiwavo, tarehe 13 mwezi mtukufu wa Ramadhani, ajitokeze pahala popote kwa kuniita, ama mimi kumuita, ama tuchegue pahala popote. Basi talabatu ilmi walikwe kwa wingi sana, ili ikosolewe nilivyotafsiri, kisha tusikilize ndivyo inavyotafsiriwa. Kikwetu biri iko zaidi ya hivyo, ifanywe hivyo. Manake musende mukaliwaza kwa maneno ambao porojo, propaganda za kuhusiana na sura na haiko. Angalia kwa nini kunena hivi. Mimi nataka mpaka walimu walioko hapa kwenye darasa langu wakosoe, au sivyo? Ndio dini bwana, kadha. Mimi nitashukuru kwa sababu itakuwa sikuumia, sikupotea, nimewekwa katika mstari wa sawa. Huo ndio Uislamu, na Uislamu huo sisi hatunao. Afadhali nchu atokome kufanya makosa na nchu anyamaze kimya, akitoka anena, umeona pale amefanya nini, pale amenena nini.
Dini gani tulionao sisi? Sasa nimesema ajitokeze yoyote anayeona haijatafsiriwa hii sura, atafsiri na yeye mbele yetu. Kutafsiri mbele ya vijana, si kana mimi natafsiri mbele yako, au sivyo? Kikuatia uhuru hivi sasa kisema okay, ni challenge utakavyo, utaniweza? Utaniweza, au sivyo? Nitakuzunguka hata pengine kiujanja nikujamishe. Lakini wasemaje, mwana tafsiri ukitafsiri na walopiga laini mvacho vaelewa tafsiri, wasemaje ngoma hapo? Basi nataka anayeona hapa haitafsiriwi aje atafsiri, mimi niketi hapo nisikize, kisha nipe robo saa yangu tu. Ama mimi niko hapa na mualika yoyote yule ambaye huona sija tafsiri aje aketi hapa, nimpe yeye robo saa siku hiyo, nimwambie mtu yoyote asiulize lolote, muache yeye tu, muangalie show na muangalie hatari ya Qur'ani namna inavyotafsiriwa. Mimi nasema natoa challenge hizo kwa sababu ni amana na hii ni Qur'ani. Na liangalieni hili, halitanisinya kunena, dikija la kunenwa na nina point nimeiandika kupitia kwa tafsiri, hapana kumwangalia mtu. Sikiliza hapa Jibril asemaje. Mujahidina yoyote hebu asikize hapa, kisha muwaliwaze jamaa wenye wakawadondole haya, ili isipite khiana mapema tuko duniani hatujaenda uwanjani kwa kuhiniwa kupewa haki zenu za kiqur'ani kwenye misingi ya vita. Hakuna wazi kama huo jamani. Na la zaidi, niachieni hapa, msiniachie hapa, mumlete yoyote ambaye adai ni mujahid kwa suratul Anfal. Sawa? Sikiliza Abu Sufyan. Sikiliza hii story ambao yagunduliwa na Abu Sufyan. Abu Sufyani alipotoka Maka, Jibrili alimjilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jibrili akamwambia Mtume, Jibrili alikuja kwa kitwa chake, ametumwa na nani? Au sivyo? Kwa hivyo umeona pale nilipokuambia vita vya ardhini vyaongozwa mbinguni. Ramani mbinguni ndio imepanga vita vya Badru, hivi washushwa wajumbe tu, fanya hivi, mwambie Mtume hivi, mpaka kushushwa malaika. Wakazi wa mbinguni, kwa kuwa idara kamili ya vita vya ardhini vyaongozwa mbinguni. Alaysa kadhalik? Sikiliza. Abu Sufyan alipotoka Maka akaja Jibril. Akamwambia Mtume, inna Abu Sufyan, hakika Abu Sufyan. Ina maana Mungu ambaye Jibril haraka mwambie Mtume hivyo, Abu Sufyan uko pahala kadhaa na kadhaa, tokeni haraka mumfuatie, tena waktumu. Angalia principles za kijeshi hizo na za kivita. Yatoka oda kutoka mbinguni, ambia Jibril mwambie Mtume Abu Sufyan uko kadhaa, tokeni tena ficheni. Ina maana vita kambi yake ikubwa kwanza nkuficha nini? Msahihishwe hapa kama sivyo. Je, tunao utaaluma sisi vijana wa jihadi tunaofundishwa na walimu mujahidina, tunao kozi za kuhifadhi siri? Angalia mbinguni huko, Jibril awaambia uko pahala kadhaa, tena uktumu, ficheni, kwa sababu mukificha mutamfikia. Na Waarabu walichangulia kutuambia man katama sirrahu malaka amrahu, man katama sirrahu malaka amrahu, mwenye kuficha siri yake humiliki jambo lake. Angalia jambo siri yako wewe umeidhabiti, wallahi utalifikia ulimiliki. Lakini ukiitoa siri ukimpa mwingine, ule mwingine ulempa siri, wewe tena huna khiari tena na ile siri, khiari ndake. Man katama sirrahu kana alkhiyaru fi yadihi, mwenye kuficha siri yake khiari ndake mwenyewe mkononi. Wewe ukaenda kumwambia bwana kuna kadhaa tumeambiweni tusiseme, lakini mmekufunukia tu, na wewe nyamaza, huna khiari tena. Khiari ni yake maadamu ushamfunukia, na yeye aweza kumwambia mwingine akwambia usiseme, na yeye akamwambia mwingine usiseme, hiyo mwingine usiseme, usema nzima ushajua ya kwamba kuna kadhaa. Umeona umaridadi wa vita namna unavyopangwa? Sasa wewe hata kwa kiapo mwanangu, imeushindana nani? Kwa kiapo ukaambiwa wallahi billahi tallahi usiseme, ukasema wallahi billahi tallahi sisemi. Fahamu, ukisema adui uko macho,
hakuna wasiwasi, wallahi billahi tallahi. Ukitoka pambana na best friend wako, jana tulikuwa kikao lakini tumeapishwa. Ndio nena huyo. Ilikuwaje kumwambia jana tulikuwa na kikao lakini tuliapishwa? Ndio sasa unena, au sivyo? Kama ungenyamaza kimya hangejulikana kikao. Sasa pale ukisema jana katika itikafu bwana ulipicha maneno lakini tuliapishwa, ndio hunena nduka. Hunena wewe. Sasa ule mwenye kusikia atasemaje? Maneno gani hao? Mimi simekwambia tuliapishwa. Nawe kafara pia, si kuna kafara? Mwanachuoni watakwambia kuna kafara. Tatoa kafara, tutafunga nawe. Aya. Jana katika itikafu shekhe kasema kadhaa, kasema kadhaa, kasema kadhaa. Kasema tutafanya kadhaa, tutafanya kadhaa. Lakini kwa hisani yako bwana tuliapishwa na mimi nitakuapisha. Sema wallahi sineni. Msikia? Na uleta nami wallahi sineni. Billahi sineni. Tallahi sineni. Hai basi hakuna wasasa. Mutaondoka. Mkiondoka na yeye, kukupacha habari itikafu jana, ampacha mwenzake. Hai kunani? Fulani bwana amekuja kunambia lakini amesema aliapishwa na yeye ameniapisha sinene. Sasa unaona yataenda mpaka shasikiza, lakini nitakwambia ile kwa kuwa siwezi kuficha, lakini nitakuapisha. Nziapo nlolongo kutoka Bakarani mpaka Likoni, nziapo tu, na zote nziapo za kuuzana, zote nziapo za kuuzana. Siri ya jana katika itikafu ishatoka kwa kiapo kilichopatikana kwenye itikafu, wakaapishwa na wachula kimoja. Siri iko wapi? Siri iko wapi ndugu zangu? Sasa ndio ambayo yataka sisi tutahadhirisha nini jamani, si kwa lengo la kuleta farikano wala kuleta mzozo, ni kwa lengo la watu jamani wataratibike na warakibishe mambo. Haya ni mambo ambayo ni Jibril ficha siri. Twende tukaone jamani mbele. Qala, asema Jabir ibn Abdullah, fakataba rajulun minal munafiqina. Ona bala hapo tayari shasema Abu Sufyani uko pala kadhaa kadhaa, tokeni na ficheni hii siri. Mwanamume mmoja katika wanafiki akaenda akatafuta karatasi ilipo, kalamu iko wapi, akaenda akamwandikia Abu Sufyani, Abu Sufyani, inna Muhammadan yuridukum, Muhammad avataka nyinyi, na hapa hivi ninavyokuambia mpango unaopanga kumenenwa kwamba kwa wewe uko pahala kadhaa kadhaa. Sasa hapo ulipo, fakhudhu hidhrakum, chukueni tahadhari zenu. Angalia bala Muislamu huwa badala ya kusema kuweni na hadhari. Angalia leo sisi tunawaambia vijana wetu wa Kiislamu khudhu hidhrakum, tukueni tahadhari zenu. Sisi ndio tumekuwa ni wanafiki, sisi ndio tumekuwa ni makafiri, au si? Umeona mambo yanavyobadilika, alaysa kadhalik? Sasa haya ni wa kuambia Waislamu tukueni tahadhari jamani, lakini angalia hapa sasa Muislamu humpa tahadhari kafiri. Tukueni tahadhari kwa sababu Muhammad huko ajipanga na kushaelekezwa, nyinyi mko pahala kadhaa kadhaa, pahala kadhaa, pahala kadhaa. Mwataka kunaambia hivi sasa hawajaambiwa makafiri, hususa serikali ya Kenya hawajaambiwa jamani kuweni na tahadhari, lakini tahadhari wanaopewa makafiri kuweni na tahadhari sana, msiponyokwe na vijana. Hawajaambiwa jamani, tuambie nini? Hawajaambiwa kuweni na tahadhari, msiponyokwe bwana. Fulani ni mtopanga, uketi mtopanga mbake barabarani pale, fulani ni Mtwapa, fulani ni Likoni, fulani Mishomoroni. Kuweni macho shauri yenu, kisha msinisumbue. Nishawaambia kila mmoja ajulikana uketi kwa wapi, uketi kwa wapi, uketi kwa wapi, uketi kwa wapi. Nani alionena maneno kama haya? Ni ile kambe miko ya kivita iliyopangwa juu, sisi hatuna kozi nayo. Sasa ndio kwa kila mtu anajulikana, kila mtu anajulikana alipo, aketipo, harakati zake zote, alowemo asokuwemo, wote va sasa watakuwekwa hatarini, maadamu tuna vijana hawa wenye sifa hizi ambao wako nje ya ramani kabisa. Huyu mnafiki akamwandikia Abu Sufyan. Sasa khiana ni nini? Hii khiana mara nyingi min sifati almunafiqina walkafirin. Khiana ni katika sifa za manafiki na khiana ni katika sifa za makafiri. Amana nao ni nini? Amana ni katika sifa za waumini. Ikiwa kweli wewe ni mu'min, lazima uwe na uaminifu kwa mwenzako. Lakini usipokuwa na uaminifu na mwenzako, wewe ni khain, wewe ni khain. Wallahu la yuhibbul khainin. Anas bin Malik asema
falamma khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la asema qalla ma khatabana Rasulullah, ni uchache sana mtume kutukhutubia sisi kuata kusema hili. La imana liman la ahda la, hana imani kwa sokuwa na ahadi. Wala dina liman la amanata la, hana dini kwa sokuwa na uaminifu au kwa sokuwa na ahadi vile vile. Sasa huna ahadi, huna uaminifu, na biashara inataka ahadi, uaminifu ikosekane khiana, wafaa kujiandikisha katika jeshi la mtume wewe? Abadan. Ndipo mtume SAW asema, ukitaka kujua alama za mnafiki angalia kwenye mambo matatu: idha haddatha wa idha wa'ada wa idha tumina. Sasa ina maana kwa takikana uaminifu kwenye hili, kwa takikana ahadi za Mungu zitekelezwe, kwa takikana ukweli mtupu, urongo usipatikane. Sasa mtu ambaye akinena hunena uongo, akiahidi ukhalifu, akiamini wa uhini, huu ni nafiki wa kimaneno, huu ni nafiki. Alaysa kadhalika? Na unafiki wake atabaki nao ni nafiki, hata riwaya ya Muslim ikazidi, unafiki uko pale pale, wa insama wa swalla wa zama annahu muslimun. Hata akifunga akiswali akadai kama yeye ni Muislamu, lakini bado angadai Muislamu, lakini unafiki uko. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Baada dhalika, sikiliza Muhammad Rashid Ridha tumguse na yeye leo katika maneno yake katika Tafsirul Manar, asema almajalisu bil amana. Vijana, almajalisu bil amana. Na nyinyi hukaa, si kwamba hamukai, hufanya vikao, hufanya mikutano, japo kwa vikao vya utofu vingine, lakini asema hufanya vikao. Mungu awajazi khairi. Lakini sasa tuwapa vitabu vya tafsiri. Muhammad Rashid Ridha asema almajalisu, almajalisu bil amana. Majalis, vikao kwa uaminifu, kwa amana, lazima ipatikane amana. Na Mungu hupenda vikao ambavyo vina sifa vya amana, isipokuwa vikao vitatu tu ndivyo Mungu anavichukia kabisa, kwa sababu kwenye vikao hivyo huwa amana hakuna. Kikao cha safki, kwa safki dami haramin, kikao cha kushawiriana kumwaga damu kwa haramu, damu ambao haram Allah. Sasa tumefanya kikao mashauri ya kutaka kumuua mtu asiyekuwa na hatia, pengine Muislamu mwenzako. Kikao hiko ni kikao cha khiana, Mungu hakipendi. Au farji haramin, au kikao cha kupanga kwenda kupambana na chupu ya haramu. Mitingi hiyo imefanywa leo, baada ya kufutari inshallah, wetampacha mrembo gani? Mimi tayari nishamwekea oda, nami kadha kadha kadha, basi tandama. Hiyo ni mkutano, watu hushawiriana kwenda kufanya nini? Kupambana na nini? Farji haram, kikao kiovu asichokipenda Mungu. Au iktita'i mali bighairi haqqin, ama kikao cha kupanga kwenda kunyakua mali bila haki yoyote. Tumefanya mkutano hapa, una habari, hiki kikao kinapanga tuiona Nissan pale bwana, viti 8 tu, tena viti vile ukilala umelala, na ile gari bwana imeandikwa ni gari ya tour ile. Sasa tufanyeni mpango ile, tuinyakueni tukaiuzeni. Mbona mwenda kuinyakua gari ya tour jamani? Hapana, si ghanima ile. Hichi kikao ambacho hakipendi cha Mungu na Mungu. Manake hii ni majlisi ya wizi, majlisi ya majambazi, wanapanga kwenda kunyakua gari za watu bismil ghanima. Tumeelewana vizuri sana? Sina haja ya kuficha kutukua jukumu la Mungu. Vikao vitatu hivyo havipendwi na Mungu: kikao kupanga kumwaga damu ya Muislamu, kikao kupanga wenda kupiga chupu ya haramu, kikao kupanga wenda kunyakua mali ya haramu bighairi haki. Vikao viovu. Sasa basi, uaminifu kilele chake, we ujue kwamba kwa hili jambo lataka uaminifu ni simamo gani? Vitabu vya tafsiri asema, uko kwenye kikao na mwenzako,
idha hadatha ar-rajulu, mwanamume akizungumza katika kikao, bihadithin, kuzungumza hadithi yoyote, thumma altafata, kisha akageuka, fahuwa amana, ujue hiyo ni amana. Mwelewa hapo? Uko na mwenzako kwenye kikao mwazungumza, sasa katika kuzungumza akazungumza jambo, mara kisha akageuka akatazama huko. Vitabu vya tafsiri nakwambia, wewe ulotukua hayo mazungumzo, baada ya kuwapata mazungumzo na mwenzako amegeuka, jua ni amana. Hiyo ni amana. Kwa nini kugeuka? Ana hadhari lisisikiwe na mwingine, usikie wewe peke yako. Tumefahamiana sana? Sharia vikao hivyo. Fa ifsha'u sirri, kutoa siri, khiyanatun muharrama, ni khiyana, tena jambo lililoharimishwa. Wayakfi fil ilmi bikaunihi sirra, na hutosha mtu kujua kuwa lile alilolinena mtu mwenzako nsiri, alqarinatul qawliya, kuna qarina qawliya. Qarina qawliya, kwenye maneno pakatoa ishara ya kwamba ishara hii yamaanisha wazi kwamba kwa hili jambo siri. Ka kauli muhadithika, kama neno la yule mwenye kukuzungumzisha wewe, akasema nataka kuambia jambo. Sikiliza vizuri vijana, nataka kuambia jambo. Muhammad Rashid Ridha huo, hali yasmauna ahadun, kweli sisi tumeketi tunataka kuzungumza, twasikiwa na yoyote? Ile akisema twasikiwa na yoyote, hiyo inaitwa ni qarina kaulia ya kwamba hili litakalo kunenwa nini? Siri. Tayari ni amana. Kuwa vizuri kawa na mujahidi ya kwamba kipokea hili mmelizika na halitoki tena. Tunajuaje mambo haya maskini za Mungu? Kuna na qarina inaitwa qarina fi'liya, qarinatul fi'liya. Qarinatul fi'liya ni kwa kuwa katika kuzungumza ule mwenyekiti wa kikao aloita, akianza kuzungumza, kal iltifati li ru'yati man asau yaji'u, kama kugeuka kumtazama mtu ambaye asa huweza kaja. Yule chea mara akianza kuzungumza anaangalia huku, anaangalia mlango. Hii ni qarinatul fi'liya ya kwamba litakalosemwa hapa ni amana na ni siri. Wa akadu amanati sirri, akwambia na siri ambayo yafaa kukokotezwa sana na kutiliwa nguvu zaidi. Wa ahaquha bilhifdhi, Muhammad Rashid Ridha asema, na ambao ni haki zaidi kuhifadhiwa, ma yakunu baina zawjaini, ni ile siri inayopitika kati ya mke na mume. Hii pia ni lazima uaminifu wa hali ya juu, na ni lazima kukosekane khiana. Usimtendee mke wako uyatendayo kisha ukazungumza kwenye maskani, si amana. Tumeelewana sana? Ibaki tu kuwa ni siri kwako wewe. Kwenye vita mimbabi aula, kwa sababu siri ikitoka ni kuangamizwa jeshi la Kiislamu. Tayib. Wa tutlaqul amana, pia hutafsiriwa hii amana ala taati wal ibada. Utiifu ni amana, ibada ni amana. Alwadia, amana, kitu mtu kuja kuweka kwako, pia ile inaitwa amana. Thiqa, mtu kuwa na uaminifu, thiqa wal aman, zote hizi zaingia katika amana. Walaysa almuradu alhasru, sema si makusudio kudhabiti kwenye amana kuwa ni kitu kimoja kwa njia moja tu peke yake, bal kullu ma yajibu hifdhuhu, kila kinachowajibika kuhifadhiwa, fahuwa amanatun, hiyo ni amana. Ndipo Mungu katika Qur'ani asema, fa in amina ba'dhukum ba'dha, wakiaminiana baadhi yenu kwa baadhi, falyuaddi alladhi tumina amanata, atekeleze yule aloaminiwa, atekeleze amana yake. Waliyattaqillaha, kisha amche Mwenyezi Mungu. Pia Mwenyezi Mungu kasema, hii amesema katika 283 suratul Baqara, 282 suratul Baqara, wala yabkhas minhu shay'a, asipunguze chochote. Kwa maana ukiaminiwa kwenye jambo, umeaminiwa, usipunguze chochote, hususa katika hiyo suala la vita. Uaminifu lazima ya juu. Ukikosekana uaminifu, tayari ushaangamiza wenzako vitani. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yaamurukum, anawaamrisheni nyinyi, antuaddul amanati ila ahliha, kuregesha amana kwa watu wake. 58 katika suratul Nisa. Walidhalika, asema kwa sababu hiyo, fassara Ibn Abbas khiyanatan
khianatallah. Ibn Abbasi ametafsiri khiana ya mtu kumfanyia Mungu bitarki faraidhihi, kwa kuacha faradhi yake. Mambo ya faradhi ukiyaacha tayari umefanya khiana. Wartikabi maasiyatihi, na kupanda maasia yake. Ibn Abbas asema huo umefanya khiana, umemkhini Mungu. Wal amana, akatafsiri amana bikulli ma atamana Allahu alayhi alibad, kwa kila jambo ambalo Mungu amewaamini nalo kuwaamini waja wake. Bi alla yanqudhaha, wasivunde ile amana na wasifanye khiana. Khiana katika asli ya lugha ya Kiarabu tadullu ala maana al-ikhlafi. Asli ya lugha ya Kiarabu khiana yadulisha maana ya ikhlafi, kugeuza na kukhalifu. Wal khaybati, khayba ni kutoka patupu. Binaqsi ma kana yurja, kwa kupunguza kitu ambacho kilikuwa cha tarajiwa. Wa yu'malu, bimaana moja ya tarajiwa. Minal khaini, kwa yule mtu khain. Au naqsi shay'in, au kupunguza kitu. Yunafi husulahu, cha kupinga kupatikana kwake kile kitu, ndio khiana. Angalia sema man ashara ila akhihi bi amrin ya'lamu anna rushdahu fi ghayrihi faqad khanahu. Angalia mfano aliopiga Mtume, man ashara ila akhihi muslimin, mwenye kuishiria ndugu yake Muislamu, bi amrin, jambo lolote, ya'lamu, akawa anajua, anna rushdahu, kwamba uongofu na ufanifu wa hiki kitu, fi ghairihi, iko kwenye barabara nyingine, tayari umefanya khiana. Wewe wamuelekeza mtu kwenye barabara hii, mfahamu, na hali ya kuwa ufanikio barabara nyingine na wewe wajua. Alaysa kadhalik? Pengine mpige mfano kinamna yote itakavyokuwa. Wewe mwenzako aje akwambie, bwana, kazi siku hizi shekhe mbaya kweli, hapa Kenya ni hivi hivi bwana, afadhali mtu apate visa ende zake Arabuni bwana. We Arabuni, siende Arabuni, nakwambia uteswa watu kweli kweli, watu upigwa kweli kweli bwana, watu uliwa kweli, usiende bwana, afadhali ubaki hapa tu bwana, hapa vote pirika riziki utapata. Yeye hutoa pasipoti, yeye hukwambia hivyo, yeye hutoa pasipoti. Alaysa kadhalik? Mpaka unapoamua kwamba basi mitabaki hapa, mara yeye hukuwaka bwana, mimi nimeamua afadhali nende katawakali kwa Mungu, ambapo wewe ulipotaka kutawakali kwako sema watu huuliwa, kwa hivyo yeye ni royal family, Henry kuuliwa huko. Khiana hiyo. Ukimshiria mwenzako hapa ndipo na sipo ndipo nkule, ushamfanyia khiana. Wallahu la yuhibbul khainin. Tayib, ndipo Mungu kahitimisha hii aya kusema wa antum ta'lamuna, hali ya kuwa mwajua nyinyi kuwa khiana ni mbovu. Ta'lamuna mafasida al-khiyana, munajua ufisadi, uharibifu wa khiana. Wa tahrima Allah ta'ala iyaha, na Mungu kuharamisha hiyo khiana. Wa su'a aqibati tilka al-mafasidi fi dunya wal akhirah, na mwisho mbaya upatikanao kwa mwenye kufanya khiana, kwa ufisadi atakaoupata kwenye dunia na mateso atakaoyapata kesho akhira. Kisha katika hizi aya kumalizia, ndugu zangu, ilipokuwa kupenda mali na watoto, huweza mtu kucheleza kufanya khiana. Mwenyezi Mungu katujulisha kwa kutukataza, akasema wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna, jueni kuwa mali yenu na watoto wenu ni fitna. Angalia wanavyoona tafsiri, wasema mwanadamu huweza akapinga kufufuliwa sababu ni mali, na wako walopinga kufufuliwa sababu ni mali. Alaysa kadhalik? Wale waliosema waqala la utayanna malan wa walada tala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda, hao walikuwa mali. Inma utituhu ala ilmin indi, ilikuwa ni mali. Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsi, alikuwa ni nini? Ni mali. Ni kweli mali fitna, yaweza kumpoteza mtu. Hilo ni la kwanza. Kitu chengine, al-udabau wanasema hivi kupitia kwa watoto kuwa ni fitna. Yaqulu al-udaba, mtoto ni thamaratul fuadi wa afladhul akbadi. Thamaratul fuadi ni tunda la moyo na ni mapande ya maini. Ina maana mtu aweza kuhatarisha lolote kupitia kwa mali yake, kupitia kwa mtoto wake. Kisha asema
na mapenzi ya wazazi kwa watoto. Hii tabiri ya Mungu kusema fitna watoto ni kama alivyosema al-ustadh al-imam huyo ambaye tunachukua makala yake sana katika kitabu chake cha tafsiri, asema kupenda watoto wazazi ni dharbu min aljununi, ni pigo hilo katika pigo la kiwenda wazimu, au sampuli katika sampuli ya kisha. Wazee kupenda watoto ni sampuli katika sampuli za wazimu. Sikiliza kwa alikusudia nini. Yulqihi alfatiru alhakim, pendo hilo huliweka yule muumbaji mwenye hekima ambaye ni Mungu, fi qulubi alummahati walabai, katika nyoyo za kina mama na kina baba. Yahmiluhuma, huwachukulia baba na mama hili pendo, huenda likawabebesha ala badhli kulli ma yustata'u badluhu, kutoa kila kinachoweza kutolewa, fi sabilihima, katika fi sabilihi, katika sabili, katika njia ya kumlea mtoto, mimali, kutokamana na mali, wa sihhatin, na afya, wa rahatin, na raha, wa ghairi dhalika, na mengineyo. Fahubbul walad, asema kupenda kijana, kad yahmilul walidaini, huenda likawabebesha wazee wawili hawa, ala iqtirafil athami, kwenda kufanya madhambi, fi sabili tarbiyatihim, katika njia ya kuwalea kwao, wal infaqi alaihim, na kuwalisha, wa ta'athili tharwati lahum, na kuthibitisha utajiri kwa watoto. Uko tayari hata kunena uongo, kukopa usilipe, hata kuiba, ili mtoto wako ale tu, ndipo ikawa watoto ni fitna. Muhammad Rashid Ridha asema fa fitnatul auladi, fitna za watoto, laha jihatun kathira, ina pande nyingi sana. Fahia, fitna ya watoto, akbaru min fitnatil amwal, ni kubwa zaidi hata kuliko fitna za mali. Wa aktharu takalifin malia, na taklifi nyingi za kifedha. Wa nafsia, na taklifi za kinafsi. Wa badania, na za kimwili, zote mtu huzipoteza kwa sababu ya mtoto. Farrajulu, mwanamume, yaksibu alharama, ataweza kutuma mali ya haramu. Wa yaakulu amwala nnasi bilbatil, ale mali ya watu kwa batili. Limadha? Liajli auladihi, kwa sababu gani? Watoto wake. Kama yafalu dhalika likabairi shahawatihi, kama namna anavyofanya mtu kwa yale mambo makubwa ya shahawa zake. Mtu ana mambo yake ya kishahwa, uko tayari kufanya jambo lolote. Wa fitnatul amwali, na fitna za mali, katakunu juz'an min fitnatil aulad, yaweza ikawa sehemu tu katika fitna za watoto. Fatakdimuha wa taakhiru fitnatil aulad, kuchanguliza na kuchelewesha fitna za watoto, min babil intiqali min al-adna ila al-a'la, ni katika mlango wa kugura mtu kutoka kwenye sehemu ya chini kwenda kwenye sehemu ya juu, kwa mujibu wa aya. Kwa hivyo falwajibu ala al-mu'min, wajibu kwa mu'min, ittiqa'u khatari al-fitna, ni kujikinga na hatari ya fitna ya kwanza, bikasbil mali min al-halali, kwa mtu kutuma mali yake kwa njia ya halali. Wa infaqihi fi sabilillahi, na kutoa kwake katika njia ya Mwenyezi Mungu, min albirri wal ihsani, kutokamana na wema na kufanya ihsani. Wattiqa'il harami min alkasbi wal infaq, na kujiepusha na haramu katika kule kutuma na katika kule kulisha. Wattiqa'u khatari alfitnati thaniya, na kujikinga na hatari ya fitna ya pili, min jihati ma yataallaqu minha bil mali wal ghairi wa ghairihi, kwa upande wa yanayofungamana na mali na mengineyo. Ndipo Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum, jikingeni nafsi zenu, wa ahlikum, na jamaa zenu, nara, kujikinga na moto. 6 Suratut Tahrim. Venye tafsiri wasema lidhalika, kwa sababu hiyo, kana ihda asbabi nuzuli aya 27 min Suratil Anfal annaha nazalat fi Abi Lubaba. Moja kati ya sababu ya kuteremka hii aya, la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum, moja ni khiana za huyu bwana. Huyu alikuwa ni mmoja kati ya viongozi wa kabila la Bani Quraidha katika Mayahudi. Yapokewa kuwa aliweka mali kwake kwao, watoto wake pia aliwaacha huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampeleka kuwa mjumbe kwenda kuzungumza na hawa jamaa. Alipotoka kwao, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa amemwamuru kwenda kuzungumza na Mayahudi wa Bani Quraidha, alipotoka kutoka kwa hawa Mayahudi, asema baada ijla'i ikhwanihim, baada ya kule kutakaswa ndugu zake katika kabila la Bani Nadhir,
basi Mayahudi kwa tabu walioipata walitaka washuke kwenye hukmu ya Saad ibn Muadh, kana waweko chini ya hukmu ya Saad ibn Muadh. Ya kuwa kidogo sasa sitaweke chini ya hukmu yake ili tupate pumzi ya kubaki hapa, kwa kuwa mambo yalikuwa yamewadhiki kweli kweli. Sasa huyu alipopelekwa kama mjumbe, aliwashiria wale Mayahudi ambao wamekubali kuingia chini ya hukmu ya Saad ibn Muadh, akawafanyia hivi, akamwambia msikubali kuweko chini yake, hoyo tawaua. Akashiria kwenye hukumu yake hivi, anna Saada yahkumu bidhabihim, Saadi atatoa hukumu ya kuchinjwa nyinyi. Fanazalatil aya ikateremka, akaambiwa Mtume angalia balais. Sasa Mtume alienda mpaka kwa mkewe, alienda kwa mke wa huyo Abi Lubaba, akamwambia mbona amefanya hivi? Kwa nini mambo masikizano? Mbona kisha nikwenda kuashiria kuachi Saadi tawachinja hawa? Ayasumu wa yusalli wa yaghsilu min aljanaba. Mtume amuuliza mke wake kuhusu bwana huu, bwana hufunga, huswali, huoga janaba. Makusudi yake mwajua nini hapo? Kwa nini Mtume kumwambia mkewe hivi, huu huswali, huu hufunga, huoga janaba? Mambo afanywa na Muislamu, osi Muislamu uswali, Muislamu ufunga, Muislamu huoga janaba. Sasa hufanya yote hayo. Basi alipomwambia mkewe hivyo, mke akamjibu Mtume, faqalat innahu la yasumu, tena kwa taukidi, hakika ufunga, wa yusalli, na huswali, wa yaghsilu min aljanaba, tena Mtume huoga janaba. Si tu takuzidishia, wa yuhibbu Allah wa rasulahu, ampenda na Mungu na Mtume. Ampenda Mungu na Mtume, wachu nena wewe henda kubashiria kwamba kwa musikubali tatindo wako ndiko kumpenda Mungu na Mtume. Sasa ikateremka hii aya imeteremka kuwa musifanye khiana. Sasa ina maana ya mukhusia Abi Lubaba, au sivyo? Na alikuwa si mbaya hivyo ye, lakini mbona katoa ishara hilo, kafanya khiana? Ina maana na Muislamu aweza kufanya khiana juu ya Uislamu wake, juu ya kuswali kwake, juu ya kufunga kwake, juu ya kuoga kwake majanaba. Zuhuri asema Abu Lubaba akaja akapata habari imeteremka aya, na aya inamuhusu, inazungumza kuhusu khiana na ni vile namna alivyofanya. Basi sikiza, alijitokeza akasema haya kufunga maneno, wallahi akasema na hapa kwa Mwenyezi Mungu, la adhuqu ta'aman wala sharaba, kuanzia sasa sitaonja chakula wala kinywaji, sili sinwi, hata amuta, mpaka nife, au yatuba Allahu alayya, ama Mungu anisamehe. Asema riwaya, famakatha 7 ayamin, akaenda akajilazimisha na kikucha cha msikiti siku 7, la yadhuqu ta'aman wala sharaba, haonji kula wala kunywa, hata kharra mughashiyan alayhi, mpaka akawa huanguka kwa kukosa fahamu, kuandaa na kiu. Thumma taba Allahu alayhi, kisha Mungu akafanyaje? Akamsamehe. Nini? Aliona kuwa huu ni uzito wa khiana. Khiana ina uzito, kwa hivyo tafadhali nijipe mazito, nijizuie na hili mpaka njue kusamehewa kwa Mungu na kukubaliwa toba yangu. Kwa hivyo khiana mbovu, na haifai watu kufanyiana khiana, hususan katika suala la kivita. Mwisho ikahitimishwa aya 29 kwa Mungu kusema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in tattaqullaha, iwapo mtamuogopa Mungu, yaj'al lakum furqana, yaj'al lakum makhraja, ni moja katika tafsiri, na kuwapa nyinyi uelewa wa kuweza kufunukiwa na mambo, kujua la halali na haramu, la batili na la usawa, wa yukaffir ankum sayiatikum, na kuwafutia maovu yenu, wa yaghfir lakum, na kuwaghufiria nyinyi, wallahu dhul fadl azim. Furqana wanatafsiri wasema ni faslan wa farqa, upambanufu na kufarikanisha kati ya haki zenu na batili ya yule ambaye atawatakieni nyinyi uovu katika maadui zenu washirikina, kwa nusra yake Mungu kuwanusuru nyinyi na kuwapa nyinyi hiyo nusra. Kwa hivyo yaj'al lakum furqana, atawapa nyinyi ufafanuzi na upambanuzi
wa kujua la sawa na la batili, na la halali na lisilokuwa la halali. Wadhkuru idh antum qalilun mustadhafun, kumbukeni mulipokuwa wachache mukifanywa wanyonge, fil ardhi, katika ardhi, takhafuna an yatakhattafakumun nas, mukiogopa watu kuwanyakua nyinyi na kuwaua. Faawakum, Mungu akawapa makao kwa kuwatoa Maka kuwapeleka Madina. Wa ayyadakum binasrihi, akawaayidi nyinyi kwa nusra yake, akawapa nguvu. Warazakakum minat tayyibati, akawaruzuku katika vizuri, ghanima ile ya kutoka kwa makafiri. La'allakum tashkurun, ili tu mupache kumshukuru Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, la takhunu Allaha, musimukhini Mungu, warasula, na kumukhini mtume, watakhunu amanatikum, na kukhini amana zenu ambazo Mungu amewaamini nazo, wa antum ta'lamuna, hali ya kuwa nyinyi mnajua. Wa'lamu, jueni, annama amwalukum, kwamba mali yenu, wa auladukum, na watoto wenu, fitna, ni fitna, wa anna Allaha indahu ajrun adhim, na kwamba Mwenyezi Mungu kwake ndiko kwenye malipo makubwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, in tattaqullaha, iwapo mutamcha Mungu, yaj'al lakum furqana, atawajalia nyinyi ufunuzi, wa yukaffir ankum sayiatikum, na kuwafutieni makosa yenu, wa yaghfir lakum, na kuwaghfuria nyinyi. Wallahu dhul fadlil azim, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kubwa. Ni aya ya 26 mpaka aya ya 29 katika suratul Anfal. Kesho akipenda Mwenyezi Mungu ni siku ya vitimbi, siku ya vitimbi ni kesho kuzungumzwa, ambapo ni aya 30, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Nini kitimbi? Tutatafsiri makri ni nini, ilivyotafsiriwa na wanavyoni, na makri tulizo nazo sisi, kisha Mungu kaongoa kwa kuongoza vipi kuhusu kufanyiwa vitimbi mtume, na leo tuko kwenye ulimwengu wa vitimbi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenye swala aulize kwa tuliyozungumza. Naam. Naam, shukran. Kutoa siri, kutoa siri ni moja katika khiana bila shaka. Kiongozi wa Kiislamu atapitishia hukumu kulingamana na uzito wa siri yenyewe. Ikiwa uzito wa siri wenyewe hatari yake ilikuwa ni yangamie taifa la Kiislamu ama jeshi la Kiislamu, iwe siri imetoka ndio sababu ya kumalizwa, ni wewe kunyongwa tu moja kwa moja, kwa sababu wewe umeleta ufisadi kwa kifungu cha aya, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu, na tayari ushampiga vita Mungu na mtume kwa kuitoa siri yake. Wayas'auna fil ardi fasadan, na kutembea katika ardhi kuleta ufisadi, umechukua ukapeleka kwa makafiri. An yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau min al-ard. Kwa hivyo kinyongo chapana, yani hukumu ya wallahu alam. Naam. Mtu kumhukumu mwenzake kumuita munafiki yafaa ya juzu ikiwa ule mtu ana sifa za unafiki na hufanya unafiki, na ukenda ukamuonya acha hayo mambo bwana, usifanye hivyo, bado yeye huzidi kasi. Ukisema kwa lengo la kutahadharisha, fabiha, hakuna itakuwa kuntahadharisha, alaysa kadhalik. Lakini suala liko, sisi tuna manhaj, mtume kaishi na wanafiki, mtume kakaa na wanafiki, tuangalie tu, iko siku kam pointi moja kumwambia wewe mnafiki, basi
Hapo itakuwa ndilo funzo letu. Sasa alivyoamiliana mtume na wanafiki, ndivyo tuamiliane na sisi wanafiki, kwa sababu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wallahu a'lam. Naam. Unafiki huenda kwa mambo mawili. Ima unafiki wa kivitendo ama unafiki wa kiitikadi. Unafiki wa kivitendo haumtoi nafiki katika boma la Uislamu. Unafiki wa kiitikadi, basi nafiki na kafiri wote fi darkil asfali minan nar. Ama kuntu kwa kafiri kumvesha kanzu ama joho ama lolote, ikiwa kweli eti lengo lako ndawa na sivyo, na una mikakati kwa kuwatamuingia kinamna yote nimpe dawa ya Kiislamu, haya innamal a'malu binniyat. Lakini ndivyo fanywa hivyo sivyo, ni kulifanyia dharau vazi la Kiislamu na kulifanyia istihzai vazi la Kiislamu. Kuchukua kanzu nyeupe na kitu cheupe katika sunna aliyoisunisha mtume kwa Waislamu kuvaa, kumvesha kafiri ambaye ni harbi, hana imani na Uislamu, hana hata lengo kwa kuacha kiveshwa hii kanzu, huenda pengine akageuka siku nyingine akafanyaje? Hakuna hiyo, kwa sababu Waislamu hatuendi kwa malengo ya Uislamu, kwenda kwa malengo ya maslahi yetu. Kumvesha kanzu ni ili kumfanisha kisiasa kuwa huyu ana kura nyingi kwa venye kanzu, kwa hivyo hakuna dini hapo. Umenielewa vizuri ndugu yangu? Wallahu a'lam. Naam. Naam. La, sikiliza, khiana ikipatikana katika mujahidin na mujahidina wapigana sawa sawa kwenye ile jihadi, kukachopoka tu mtu mwenye kufanya khiana, akinya kwa hutengwa mwenye khiana au watu wakamalizana naye, kikosi safi kikaendelea na mambo. Lakini sasa ikiwa ni khiana kwa khiana, grupu hili ukhidi upande wake, grupu hili ukhidi upande wake, jina la jihadi litaondoka. Sasa mfitina kwa misingi ya khiana. Lakini mwenye kukhini hutengwa akachakaswa na kikosi safi kikaendelea na nini? Kikaendelea na mambo. Wallahu a'lam. Naam. Kwenye wa idha sarra nabiyu ila ba'di azwajihi hadith. Ikiwa umepewa siri ukitoa ulifanya khiana, na kwenye maana khiana ni khiana vile vile. Lakini ukipeleleza hii sura yenyewe mpaka mwisho, ilikuwa mambo yalopitika kwa baadhi ya wake za mtume, wakapanga mambo mpaka wakamweka mtume kwenye kona akujizuia na kujinyima na kujiharamishia alichohalalishiwa. Ikawa sababu kuteremka ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardhati azwajik. Mimi ilikuwa ikiwa nitapacha wasaa akipenda Mwenyezi Mungu, baada suratul munafiqun, baada suratul talaqa kuitafsiri suratul hujurat, ilikuwa na nia ya kuitafsiri suratul tahrim. Lakini tutaangalia siku tutakapokoma katika suratul anfal, nafikiri tutakuja kwa ufafanuzi na kwa upana zaidi kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri. Allahu a'lam. Naam. Allahumma arina. Naam Sheikhana.
Yani majambazi wanapanga mpango wa kupanda ukuta, sio? Sasa wewe ukaenda ukatoa siri, hiyo si khiana, hiyo si khiana, hiyo umekwenda kutoa siri ili kutahadharisha umma na watu wawe chonjo na waharibifu mafisadi, ili watu watoke wapambane nao wamalizane nao. Kwa hivyo hapo utakuwa hukufanya khiana, ama wakusudia kuwa na wewe ulikuwekwa katika grupu la jambazi. Manake ukisema hivyo, manake kutoka kwenda kunena kwa kuwa pengine na wewe kukachi hapo, na lesi kadhalik wewe utakuwa umefanya amru bil ma'rufi wa nahy anil munkar. Kikwao kikora, kama kuna na Waislamu hapo majambazi waweza kushika ambaye wewe umetukhini, umefanya khiana, wao watafanya ni khiana, lakini si mikhiana kwa misingi itakiwa dini. Hapo wewe umejitoa sasa kwenda kusema wale wamepanga kadhaa, pengine wewe umeiona toba na kwenda kuwatahadharisha wenzako, alaysa kadhalik. Kwa hivyo huku katika kupeana tahadhari watu wakaichonjo. Naam. Naam. Nkana wanavyofanya mujahidi na Mombasa. Bahero anazungumza hivi, wakaikata kaseti wakaifanya vingine, wakaonyesha ulimwengu mpaka kwa internet kwamba kwa Bahero husema hivi. Ni khiana hiyo, wamenikhini na sivasamehe. Kuhusu taghut. Naam. Naam. Zama hizi kwanza tunasema kwenye swala lako la kwanza, matwaghuti wako hivi sasa. Huu ndio hii wa matwaghuti, na hii ndio dunia matwaghuti. Matwaghuti wote wako sasa. Tena kuna mitwaghuti kwa kikufari, kuna na mitwaghuti kwa upande wa Waislamu, alaysa kadhalik. Manake twaghuti ni mtu kukubali kuabudiwa, twaghuti ni mtu kukubali kutuiwa, na hawa tele mangapi wataka kutuiwa tu ni matwaghuti. Kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au mutwa'i, hapo ndivyo matwaghuti. Kwa hivyo matwaghuti wako sana, tena hususan katika zama zetu. Hilo swala la kwanza halina wasiwasi sana, usivyo shaka. La pili ni kuwa makafiri wale waliopigwa vita wakati wa Mtume wako mpaka leo, mpaka kutefutwa shekhe. Katika kila kipembe cha dunia kuna makafiri ambao wanaopiga vita Uislamu, wanawapiga vita Waislamu, alaysa kadhalik. Kwa hivyo waenee tena wengi zaidi hata kushinda wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana? Lakini litakiwalo tu mpango wa kuwafikia na mpango wa kumalizana nao ndicho kitu muhimu sana, kwa sababu kwenye mipango ndipo patakapopicha khiana kwetu sisi, mpaka wao watuwahi kabla sisi kuwawahi. Sawa mwanecho? Haya. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suman. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.